Spika, kwa heshima na taadhima, napenda kushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini kabla ya yote nimshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo katika siku hii yenye nuru kubwa na upendo iliyotuwezesha kukutana hapa na kufanya kazi hii muhimu kabisa ya kikatiba. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wa Tanzania kufikia uchaguzi uliofanyika tarehe 29 na kukamilisha kwa amani na utulivu, na kutuwezesha sisi wabunge humu ndani kuweza kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwawakilisha. Lakini pili, leo nimshukuru tena kwa kutimiza kazi nyingine ya kikatiba ya kutuletea mwenzetu Dr. Mwigulu Nchemba ili tumthibitishe kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelezo mengi yametolewa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu na mimi nayaunga mkono kwa sababu nathibitisha yote aliyoyasema ni sahihi, na pengine kwa sababu ni mtu wa serikali, kwa wale wana CCM wenzangu niwakumbushe mengine ambayo nadhani Mwanasheria Mkuu hakuandika. Huyu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwetu sisi tumekuwa naye ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa miaka mingi, amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, na amekuwa mjumbe wa sekretarieti yetu ya chama, lakini amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nawakumbusha wana CCM wenzangu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakukosea. Lakini Mwanasheria Mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi. Haya ni kweli, amesomea, lakini wakumbushe tu, kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge alitokea Benki Kuu, kuthibitisha kwamba Benki Kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Kwa hiyo Mwigulu huyu ametoka Benki Kuu kabla hajajiunga na masuala haya ya siasa. Lakini kwa sisi tuliokaa bungeni muda mrefu tunajua uvumilivu alionao Mheshimiwa Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa, lakini hajateteleka. Na lakini mafanikio tunayoyaona ndani ya nchi hii, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza miradi mingi sana iliyotuletea mafanikio, na sisi wabunge leo tunajivuna na tumechaguliwa kutokana na hayo. Lakini mkusanya ushuru ni huyu uliowezesha mafanikio hayo. Kwa hiyo mimi naunga mkono jambo hili, na ningependa waheshimiwa wabunge wenzangu tuliunge mkono kwa 100% ili tumheshimishe Mheshimiwa Rais, Lakini tumpe nguvu na Dr. Mwigulu Nchemba aanze kazi yake vizuri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.